Na mtazamaji, karibu kwenye Ana kwa Ana katika siku ya leo. Umoja wa Mataifa unairai serikali kufikiria mara mbili uamuzi wake wa kuwarejesha wakimbizi wa Somalia Dadaab. Haya yanajiri katika kongamano la kibinadamu la Istanbul la wiki hii huko Uturuki. Kenya inaidai imefanya kila iwezalo na sasa imefikia mwisho. Wakimbizi wasiopungua 13 ndio waliorejea mpaka sasa huko Somalia katika muda wa miezi 18 iliyopita. Je, wanaporudi kule wanakutana na hali gani? Mbona idadi hii ni ndogo sana ya kile kinachotarajiwa na jamii ya kimataifa na Kenya kwa ujumla? Kwanza tupate kuona safari ya baadhi ya wakimbizi ambao waliamua kurejea Somalia baada ya kuishi Dadaab kwa muda. أيام عادينا ها أيوة أكيد طبعا بدأوا كلام تصايا وعن تصايا علي إيه أرجع كذا المها سامكو جا ماشي هذا أنت خبيه أنت باوكرة ها معها ما لو قلنا إذا كان أنت باوكرة أنت قال بعد كان كلك علي شو قال أبوي كان كذا أي وجره أبوي جا شيء كذا وما قام أنا صراحة دقيقة لأن ودن كاك هوي ومفت حتى ما أنت كسمعك كباهت فتشاء عديسة الشقة عديسة وصل شقة غير كاك وصل الله وناس هذا دافع ما أنت ما أقلعت الويلة جالس من نيروبي شقة جرت ما أدري كنت مفت قال يقول لي زكريا خديجة هاي 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 زكريا بدأوا كلام تصايا وحان تصايا ميلان كنا ولا نجري مركان يراني سيدي باديها أو قلة عم براي دقن كودنك مدام هذا يرين ودن قوي واحد كشيء كده. Na mtazamaji, ndiyo hali ilivyo kwa baadhi ambao wameamua kurejea kwa Somalia baada ya kuishi kwenye kambi ya Dadaab kwa muda kwa miaka kadhaa. Na kama unavyofahamu, kwa sasa hivi Kenya inashikilia kwamba hakuna jingine litakalofanyika, ile kambi hiyo itafungwa, maana Kenya imechoka, imefika mwisho wake. Inaona kwamba usaidizi unaopata kutoka jamii ya kimataifa si mkubwa ikilinganishwa na gharama inayohitajika kuendelea kuhakikisha kwamba operesheni za kambi zinaendelea bila matatizo. Je, tusikilize viongozi wenyewe wanaojitetea na kujieleza kwa nini Kenya imechukua msimamo ufuatao. The return of Somali refugees to Somalia will be done as voluntary repatriation in safety and dignity, in line with the tripartite agreement between the governments of Kenya, Somalia and UNHCR. The second pillar of this understanding is the need to strengthen security, both in Dadaab and in the region, and a very strong appeal to the international community to support Kenya in strengthening that security. Refugees and host communities are victims of the same forms of terror, and it is necessary that the international community understands that. There is a lot of radicalization by extremist elements in the refugee camps, especially on the young people, idle young people in these refugee camps. So when we say the refugee camps pose an existential security threat to Kenya, we have facts, we have figures, and we can demonstrate that that indeed is the case. And that is why we expect the international community to work with Kenya in the framework of the tripartite agreement to expedite the repatriation of these refugees back home, because we believe that they can make huge positive contribution in their country in Somalia. Na mtazamaji, ndizo kauli hizo viongozi kutoka UNHCR mwaka uliopita, na hali kwa sasa hivi bado haijabadilika sana. Ndio maana unaona kauli alizosema Antonio Guterres bado zinaendana na hali halisi ya sasa hivi na kauli ya makamu wa rais William Ruto akiwa Istanbul, Uturuki, wakati wa kongamano la masuala ya kibinadamu ambalo linajadili swala la wakimbizi kote ulimwenguni. Tatizo la wakimbizi sio la Kenya tu, ila ni la ulimwengu mzima, maana kuna vita katika baadhi ya maeneo hasa ya Afrika na Mashariki ya Kati ambako mambo
bado hayajatengemaa kama vile Syria na baadhi ya wakimbizi hata wa Syria wamesemekana sasa wameshafika barani Afrika, wengine wamepatikana katika nchi ya Ghana magharibi mwa Afrika. Kwa hivyo ni swala ambalo litaendelea kuzua hisia mseto katika bara hili zima na nje ya bara. Na ili kuweza kuelewa hasa uzito wa tatizo na upande wa pili wa shilingi, je, mtu ambaye ameishi Dadaab mambo ni vipi? Anaelewa vipi akisikia kauli za namna hii? Anaelewa kitu gani? Anahisi kitu gani? Ndipo amejiunga nasi hapa studio amejiunga nasi hapa Abdullahi Shafi Mohamed. Yeye sasa hivi ni mwanafunzi katika chuo cha Kenyatta, anasomea sayansi ya kompyuta, lakini aliwahi kuishi Dadaab kwa muda mrefu. Walihamia Dadaab alipokuwa mtoto mdogo, sasa ni mtu mzima, ni barabara, anasoma, anaendelea na taaluma yake na maisha yake ya kawaida. Ataweza kuelezea anahisi vipi akisikia kauli za namna hii. Na pia amejiunga nasi George Kithi. George Kithi ni wakili hapa Nairobi, ataweza kutupa mtazamo wa kisheria. Je, majukumu ya Kenya ni yapi? Wajibu wa Kenya ni upi ukizingatia sheria za kimataifa na swala zima la wakimbizi? Karibuni kwenye Ana kwa Ana. Asante, shukrani. Naam, nikianza na wewe Abdullahi, ulipoona ile kanda ya ile familia wamerejea Somalia, wao waliamua kurejea Somalia, ulihisi vipi ukiona wengine wanajaribu kurejea ijapokuwa wanaenda katika mazingira magumu? Ingawa mimi sijaamua bado kurudi Somalia kupata hiyo taarifa, yani watu watarudishwa Somalia kama wanataka ama wasivotaka, ni taarifa ambayo inatia hofu wengi kama mimi. Juu wale ambao kuna mahali Somalia kuna bado mahali Al-Shabaab zina administer bado, na hatuwezi kwenda na kuna mahali ambayo kuna usalama kamili ambao watu wanaweza kurejea. So kwa hivyo kuna shida tofauti. Kuna wengi kama mimi ambao wanasoma bado, tunaendelea kusoma, hatujakamilika. So tukisikia utarudishwa kama unataka ama usipataka, kuna ile mswali inakuja kwa kichwa, yani utaweza kumaliza masomo lako? Hiyo ni swali kubwa unajiuliza. Kuna wengine bado ambao hawajapata, hawawezi kujisimamia wakirudishwa huko. So watu wakirudisha, naamini watakubaliana matatizo mengi mno. Je, unaona kwamba serikali ya Kenya haiwasikilizi wakimbizi kwa jumla, wale ambao hawajaamua kwenda na wale walioamua kwenda? Unadhani serikali inasikiliza kwa kiasi fulani haya unayoyasema kwamba wasiwasi upo? Naelewa serikali anasema kitu ambao wanajua inamaanisha nini, na inaonekana around this time wako kabisa hakuna negotiation, watu watarudishwa. Ndio sijui watu wataenda wapi. So nilipenda shirika la utaifa na serikali za Mwafrika waangalie suluhisho ingine ambao watu wanaweza kupeleka mahali ingine. So naogopa sana watu wakirudishwa na wakalazimishwa warudi kwao. Juu bado hizo mauaji, mavita zote ziko Somalia. Yeah. Naam, mtazamaji, ndicho kinachoendelea, hisia za Shafii hizo. Na kuna swala hili kwamba hisia zake sio tofauti na za wengine ambao pia wameishi Dadaab na bado wanaendelea kuishi Dadaab, hawajafanikiwa kutoka nje. Kuna mkaka mmoja utaweza kuona blogu yake ambavyo yeye anajieleza kupitia kupitia blogu, anapoandika pale. Baada ya muda usio mrefu mwelekezi wangu ataweza kukuonyesha picha hiyo ya blogu yake, huyo bwana ambaye yeye anaitwa Asad Hussein. Anaandika, naeleza kuhusiana na maisha yake alivyokuwa katika kambi ya Dadaab na maisha yake yote yameishi hapo. Ndugu yake, kuna dadake mmoja ambaye anaishi Marekani kwa miaka 10 sasa, lakini kila wakati anaomba wamtumie picha za kuonyesha Dadaab ilivyo. Hali si rahisi kuishi pale, lakini ndicho anachokijua. Hapo ndipo ambapo pamekuwa ni kwao, nyumbani kwao kwa muda mrefu. Na kuna msemo pale ambapo ameutumia katika ile blogu yake, msemo wa Kisomali. Tutajaribu kidogo atufafanulie hapa bwana Shafi, kidogo atufafanulie. Huyo bwana kwenye msemo pale akasema kwamba Kenya ndiyo imekuwa msamaria, imewasaidia wakimbizi kwa muda mrefu, lakini sasa Wasomali wanaomba kwamba hata kama wanarejeshwa, warejeshwe wakiwa katika hali ya kwamba bado wana utu, bado wana heshima,
wanaheshimika mbele ya hata ulimwengu mzima. Unahisi vipi akisema hivyo huyu Bwana Asad Hussein? Ni kweli. Tunashukuru sana Kenya. Ametusaidia sana, alikuwa msamaria mwema kwa miaka mingi sana. Tunamshukuru, wametulinda, wametupatia elimu, kila siku tumekuwa sawa na watu wa wananchi wa Kenya. Tulikuwa tunaishi hapa kwa salama kwa miaka mingi. Lakini hiyo tamko la serikali ya kurudisha watu kama wakitaka ama wasifotaka naumia sana. Naomba serikali ya Kenya angalie suluhisho, yani watulishe huko Somalia, alafu hata sisi tunarudi polepole tu. Tunapenda kurudi kwetu, lakini bado tunagopa ile ambayo ilituleta hapa itokezee. So naelewa si mzuri kuishi bali isipo kwako, ingawa tumezoea kuishi hapa Kenya. Lakini bado nadhani hiyo time ya kurudi haijafika. Naam. Bwana George, nikija kwako, kisheria Kenya inashikilia tutafunga kambi, tumewapa miezi 3 na hata amesema tumetenga bilioni 1 nzima kuandaa shughuli na mchakato wa kuwarejesha. Mabasi yanaandaliwa, idara ile ya wakimbizi imefungiliwa mbali, na sasa serikali ni kama imefunga macho na kugeuka upande wa pili na kusema kwamba hatuangalii nyuma, tunakuangalia ni kule, na kule hakuna wakimbizi wa Somalia. Kisheria unasemaje kuhusiana na msimamo huu wa Kenya? Naam, kwa sheria ya kimataifa kuhusu wakimbizi ni kwamba wakimbizi hawaruhusiwi kushurutishwa kurudi nyumbani. Aidha kwa sababu warudi kwa matakwa yao ama kwa makubaliano. Sasa kulikuwa na shindikizo hivi majuzi kwamba warudishwe. Na kulipokuwa na ile mtafaruku na sintofahamu na mashirika ya kimataifa yanahusika na washikadau pia, ikabidi kuwe na makubaliano ya ni vipi wataweza kurudishwa, na makubaliano hayo yalitiwa sahihi. Nadhani kwamba hii ndio kiundo msingi ambacho kinatumika ili mradi kwamba zoezi hilo liweze kufanikishwa. Katika yale maongezi ama jadiliano ambao makamu wa rais anaendelea kuletaki na anashughulikia, hakuna sauti ya kina yanayoshindikiza Kenya. Kenya inaweza simama kidete na kusema kwamba hatutokubali, kwa sababu inajua kwamba wakishindikiza ataambia pia nyinyi mlikataa kuwakubalia. Sisi tulikubali na tumekuwa nao kwa miongo ama miaka 30 kwa sasa. Na wao wamekataa. Miaka 30 mtoto amezaliwa, sasa amekuwa barabara. Ni mtu ambaye sasa ana shughuli zake. Na kumbuka wengi walikuja watoto hapa wakiwa washazaliwa. Lakini nasema hivi kwamba nadhani kwamba tufikirie labda kuna watu wengine tungewafikiria zaidi. Kwa mfano kuna wanafunzi ambao bado wanasoma kwa vyuoni kama bwana hapa. Kuna wengine wanaendelea na biashara zao hapa nchini na wanaendelea kuishi maisha ya kawaida na mapato yao. Kuna wengine ambao ni wakimbizi wa kawaida wanangoja kuhudumiwa. Sasa nadhani wako watu tofauti. Miaka 30 ukijiendeleza ni miaka mingi ambao labda una maisha yako yakiwa umeastiri. Si vizuri kuwageuzia maisha. Wale ambao maisha yao wameastiri wako katika hali ya kukubaliana na sheria za hapa na wana biashara zao, wana majumba yao hapa nchini. Nadhani ni watu ambao sisi kama Wakenya tulikuwa tunataka wawekezaji rasilimali hapa nchini waje. Ni watu ambao tunaweza kuwashughulikia kisheria, ili mradi kwamba wafuate kanuni za sheria za hapa nchini na itikadi zetu. Wanaweza kuwa na uhusiano na wale ambao wamerudi, lakini pia vile ambavyo kuna wengine wako nchi za Uingereza, za kwa Marekani, tuwakubalie kiasi fulani. Sidhani kwamba huo mzigo tunaweza sema hatutaki kabisa. Kunao kiasi cha wale ambao tunawakubaliana, hususan wale ambao wana mapato na wana maisha ambayo hayategemei kodi ama msaada wa hapa nchini. Tutarejea kwenye hilo swala kidogo la kujaribu kuwapa uraia baadhi ya wakimbizi ambao wako humu nchini tayari kwa miaka mingi. Nikirejea kwako, je, maisha katika kambi ya Dadaab yalikuwa vipi? Unakumbuka kitu gani? Nilifika nikiwa mtoto mchanga. Ndio nilianza shule darasa la kwanza, nikamaliza hadi shule ya sekondari.
huko maisha yangu yote inaanza huko na inaishia huko sahi. Ndio mara ya kwanza kusafiri kwenda nje ya Dadaab ilikuwa nilipopata admission kutoka chuo kikuu la Kenyatta. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kufika Nairobi, na maisha huko ni mzuri. Tumelelewa huko, tunajua huko vitu vinaendaje. Na sasa hatujui kitu kingine isipokuwa maisha ya Dadaab. Wasiwasi ambao tunasikia kwamba kuna baadhi ya sehemu zilikuwa hata wahudumu wa misaada hawezi kuingia kwa sababu ya kitisho cha usalama, ni kweli ama nyinyi mkiishi pale mlikuwa mnaona kuko sawa tu? Hakuna vitisho za usalama. Huko ni usalama kabisa. Kuna wale ambao wanafanya kazi na polisi ambao wakiona kitu ambayo kinaleta shida kwa usalama wanapeleka ripoti kwa serikali. Huko na sijawahi sikia mimi mtu ametoka Dadaab na amefanyia tera fulani katika hapa mjini Kenya. Ndio nilikuwa na shangaa sana, na hata nimejaribu kutafuta kama kuna kesi wale ambao walifanya terror attacks hapa nchini, na sijawahi ona. Na serikali hatujaonyesha bado hawa watu wametoka Dadaab na wamefanya kisa fulani hapa nchini. Huko vile naona usalama iko ni salama kabisa. Lakini ni vile tu Al-Shabaab inaweza kuingia kusafari hapo iko. Lakini bado sisi wakimbizi tunajaribu juu chini kufanya hapo ikiwe usalama, na tunafanya kazi na polisi. Tunaripotia kesi tukishuku kitu, na kuna kesi mengi mno ambao tumeripoti kwa polisi na wakasort. Nikirejea kwako Bwana Kiti, hivi Kenya inaweza kusimama na kung'ang'ania mpaka wapi na kusema kwamba sisi tunafunga kambi, hatuna lingine tutakalolifanya? Jamii ya kimataifa inaweza kufanya nini sasa kuiadhibu Kenya kwa msimamo kama huu? Nadhani ni vigumu jamii ya kimataifa kuadhibu Kenya kwa sasa. Kwa sababu gani? Kenya inatumia kigezo ambacho kiko katika sheria kwamba kama mkimbizi ama wakimbizi wanahatarisha maisha ya usalama ya Wakenya ama usalama hapa nchini, wanaweza kukataliwa na kurudishwa. Na stakabadhi zipo. Nadhani stakabadhi za kijasusi zipo ambazo zinatathmini kwamba wamehusika. Wapo wakimbizi ambao wamehusika ama raia wa Somalia ambao wamehusika na ugaidi. Kumbuka kwamba si wote. Lakini sheria pia inaashiria kwamba ni mtu binafsi alifanya makosa kibinafsi ndio hatua itachukuliwa. Ikawa kwamba ijapo kwamba hili jambo limefanyika kwa muda na labda ziko takwimu za kijasusi ambazo zinaonyesha kwamba wamehusika katika, wapo ambao wamehusika katika labda uvunjaji wa sheria, inakuwa vigumu kidogo kukubaliana ama kushurutisha Kenya ikiwa kwamba haujui kesho nani atafanya, haujui kesho kutwa nani ataingilia. Ziko takwimu pia kuonyesha kwamba wale ambao wako pale ndani yao kuna wahusika katika kundi la Al-Shabaab ambao wanajaribu kupenya hiyo kambi na kuwafundisha labda itikadi kali za kidini, ili mradi kwamba wawe watu ambao watahusika nao katika ushambulizi wa kigaidi hapa nchini. Sasa hii ikawa ni hisia ambayo huwezi kusema lazima mtu afanye makosa kwanza ndo umtoe. Kuna hisia kwamba pia usalama ni ukijua mtu anaweza fanya uhalifu, pia kama ni kumfurusha ama kuchukua hatua za kuweza kulinda nchi uweze kuchukua. Itakuwa vigumu sana kujaribu kukataza Kenya katika zoezi hili, kwa sababu Kenya inatumia kipengele cha kisheria pia katika katika zile sheria za kimataifa na jukumu lake. Lakini kuna pia haki za kibinadamu ambazo lazima zifuatwe. Tukasema kwamba kuna wale wa Somalia ambapo ama wananchi wa Somalia ambapo wanaweza kuangaliwa wakawa ni wako na tabia ambazo zinafuatana na itikadi na sheria za hapa nchini, si wafujaji wa sheria na labda wamejizatiti na kuwa na mapato yao. Nadhani wanaweza angaliwa kisheria. Na pili, nadhani kuna wale ambapo watafuata sheria
hususan wataenda kotini ili kujaribu kupata afueni kupitia kotini ili wasishurutishwe kurudi. Ni kwamba wataonyesha kwamba maisha yao yako kivipi, jamii yao iko vipi, na kuna hatari gani ya kuweza kurudi wakirudishwa. Na nikirejea kwako Shafi, kwa mtazamo wa vijana wengi, kwa mfano wale waliopelekwa kambini, waliofika kambini wakiwa ni watoto wachanga, kuna wale pia wamezaliwa pale pale, sasa hivi wana umri wa miaka 25 ama miaka 30, ni watu wazima. Je, mtazamo wao ni upi wa maisha, ukizingatia kwamba Somalia hakuendeki, hapa tunafukuzwa? Hisia zao ni zipi? Akilini mwao kuna kitu gani? Watu wanajiuliza shida itokea aje. Juu kulikuwa na nchi zingi za kama Marekani ya Europa walikuwa wanachukua wakimbizi polepole wapeleke kwao. Wengine wanapitia hapo, wako karibu kuenda huko, walipita phases zote, alafu wanangoja tu flight. Watu kahawa, kuna hata wengine washapata stress ya walikuwa wanangoja maisha mzuri ianzie kwao na wakaambiwa watarudishwa. Hao watu wako na shida mengi mno. Na wale ambao walikuwa huko wakaishi huko, wakazaliwa huko na hawajui Somalia ni nini. Kuna wengine washazaliwa hapa na wazazi wao washakufa na hata hawajui familia yao, yani kiukoo walikuwa wanaishi Vatikani ya Somalia. Watu hao walikuwa wanashangaa wataenda wapi. Lakini kama serikali ikaamua hivyo, watakubali tu. Hakuna mtu anashikilia tu ardhi ama anasema sitoke mahali. Lakini wanaonyesha wasasi wengi sana kwa maisha yao itakoma hapa maisha mzuri. Na hiyo tarajia lao la mzuri sana wa kuendelea maisha yao mzuri ishabomolewa vile wanaona. Nikija kwako George, je, jamii ya kimataifa inaweza kutoa msaada kwa wale wakimbizi wakishafika Somalia ndipo waanze maisha upya? Manake kile kinachotoka sasa hivi ni kifurushi kidogo tu. Nadhani zile pesa ambazo zinatumika kwa sasa katika kusaidia wakimbizi ndo hizo zinazotumika kuwaimarisha kulotaka kwenda. Kwa hivyo ni mikakati iwekwe. Nadhani ile makubaliano ambayo yalitiwa sahihi yanaashiria kwamba wakirudi kule hawatatupwa tu na kuachiliwa. Wataangaliwa kwa hali na mali ili kwa muda fulani waweze Umoja wa Mataifa iweze kuhakimu, ili mradi kwamba wakianza kutafuta maisha yao na kujaribu kujikimu, ni mahali ambapo labda haujui pato liko wapi, haujui utaanza biashara kivipi, hauna zile njia za kusema wateja utawatoa wapi na nitakuwa nikifanya biashara aina gani. Labda hapa kuna hiyo mikakati, kwa hivyo bado watataka msaada. Nadhani serikali ya Kenya inavyosisitiza ni kwamba huo msaada bado unaweza kupewa upande ule kama vile unazopewa hapa nchini. Naam. Shukran sana. Ni George Kiti ambaye ni wakili hapa mjini Nairobi. Kadhalika jiunga nasi Abdullah Shafi Mohamed. Yeye ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kenyatta, anasomea sayansi ya kompyuta. Aliwahi kuishi Dadaab kwa miaka mingi. Kilichomtoa Dadaab ni kufuata masomo ya ziada katika chuo kikuu hicho cha Kenyatta hapa jijini Nairobi. Kama ulivyosikia, hisia ndizo hizo mseto. Serikali bado inashikilia kambi itafungwa. Jamii ya kimataifa inaendelea kuirai Kenya ibadili msimamo wake, lakini mpaka sasa hakuna kilichobadilika. Ni haya tu mtazamaji katika siku ya leo kwenye Ana kwa Ana. Tupate pia kwenye YouTube. Mimi ni Thelma Madzaya. Kwa heri.